Omba taasisi mbalimbali zijitokeze. Hii program ni kwa ajili ya kunufaisha nchi yetu kwa ujumla na kutoa fursa kwa watoto, na kikubwa zaidi ni kutoa elimu ya mpira, wajifunze mapema, na mwisho wa siku tutapata wachezaji bora katika taifa letu la Tanzania. Watapatikana 30 leo wote hapa au kutakuwa kuna phase ili kufikia hapo? No, hatuendi kuwapata 30 leo wote, isipokuwa ni process ya kuwapata wa 30. Leo hapa kuna watoto, hesabu za jana zilikuwa zinasema 630 mpaka jana, ingawa tuliombwa tena tuwapokee wengine, kitu ambacho hatujakifanya, lakini wapo katika usajili. Katika 630 leo itatoka idadi kubwa zaidi, sio 30, itakuwa kubwa zaidi, sijui ni wangapi, lakini hatutaki kulimit watoto kusema kwamba hawa tuwapoteze na kusema hawa hawajui mpira. Hapana. Kwa hiyo inawezekana wakawa 100, inawezekana wakawa 200, inawezekana wakawa 300, kati yao 600 leo wakapatikana. Halafu tutatoa fursa ya kuendelea kuwachuja zaidi. Tukipata hiyo short list ambayo labda sijui itakuwa ni ngapi, siwezi kutaja. Tukipata hiyo, tutatengeneza fursa ya hao watoto kuja sasa na kupata muda mrefu wa kucheza. Bahati nzuri nyie wote watu wa mpira, dakika 20 peke yake hazitoshi kumassess na kusema huyu hawezi kabisa. Isipokuwa tutakachokifanya, tutapick talent za juu. Sijui itakuwa ni idadi gani, lakini itakuwa idadi ya juu. Baada ya hapo tutatoa fursa ya kuwaita sasa. Kipindi cha mwezi mmoja tutawaita kwa makundi mbalimbali, labda watoto 80 kwa siku moja wakacheza mechi, watoto 80 kwa gawa katika makundi 3 4, wakacheza mechi na kupata muda mrefu wa kucheza. Hapo tutakuwa tuna nafasi ya kumuassess kila mmoja na kutoa fursa ya mtu yule kuwa assessed, kupata nafasi ya kucheza muda mrefu na kusema kwamba hapa kuna kipaji. President, mpango huu mara nyingi tunaona timu kibao zilishawahi kufanya Tanzania, lakini changamoto inakuja kwenye mipango sahihi ya kuwa mpango endelevu na kuweza kuwasaidia. Baada ya miaka 5 6 huwa tunakisahau kitu kama hichi. Ni mpango gani ambao mmeuweka na mnaufikiria ambao utakuwa endelevu na utakuwa unaendelea kuwasaidia vizazi na vizazi? Kwanza mimi ni muumini sana wa youth development na hicho watu hawajawahi kukiona. Ninachotaka kukwambia ni kwamba taasisi zetu zilikuwa zina changamoto sana ya kifedha. Unapata program za watoto haziwezi kudumu muda mrefu kwa sababu ya fedha, changamoto. Lakini sasa hivi tumestabilize kwa kupata mdhamini ambaye atabeba gharama za watoto kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu mtoto atakayekuja kupatikana leo hapa atakuwa chini ya usimamizi wa Yanga pamoja na foundation kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tutaiona impact, itaonekana. Unless huyo mtoto sasa kipindi cha mwaka mmoja tuone hatakuwa tumemchagua mtoto sahihi, inaweza kutokea na kusema kwamba hakuna progress kubwa. Lakini kwa hawa ambao tunawapata kutakuwa kuna muendelezo, kwa sababu tayari kuna financial stability nyuma yake. Na sisi tuko very serious. Na leo nichukue fursa hii, tutamtangaza kocha Badru. Nafikiri wengi wenu mnamfahamu, mmoja katika walimu bora kabisa wa youth development. Alikuwa Azam kwa muda mrefu pale na ametoa vipaji vikubwa sana. Tutamtangaza rasmi leo kuwa mwalimu wetu sasa wa hii elite group ambayo tunaipata. Kwa hiyo mtaweza kuona, na nimemtoa Uingereza, ameingia leo jana usiku specifically kwa ajili ya kuja kusimamia hizi timu zetu za watoto ili tuweze kupata matokeo mazuri kutoka kwao. Kwa hiyo it will be a separate window under sponsorship na under specific technical bench yenye uwezo wa kuwakuza watoto. President, ikiwa wewe ni kiongozi wa soka Afrika, unaashiria nini kwenye soka? Mimi naamini na nimekisema hichi kitu, ukanda wetu wa Afrika Mashariki mchezo namba 1 ni football, na hatuna mchezo mwingine ambao tunaweza tukajivunia nao. Matokeo haya ya wazazi kuja hapa mimi nitakwambia ni idadi ndogo, kwa sababu watu waliopiga simu baada ya kuona hili jambo limetokea wamekuwa wengi zaidi kuliko hata waliojisajili. Kwa hiyo naamini mwitikio ni mkubwa, na naamini wazazi wanatamani waone watoto wao wanakwenda kucheza kwenye timu kubwa, lakini naamini pia kwamba taasisi yetu Young Africans imeaminika kwa kiasi kikubwa sana, na hii ni habari nzuri kwetu. Na niseme tu tutakuwa tuna hizi programu endelevu ili kuhakikisha tunasaidia youth development katika taifa letu. Asante.